tutaguzia adabu za siku ya Ijumaa. Adabu za siku ya Ijumaa. Yanbaghi lilmuslimi an yakhruja ila salati aljum'ati mukhlisan an-niyya lillahi subhanahu wa ta'ala mubtaghiyan رضا الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. Muislamu anatakiwa aende kwenye sala ya Ijumaa ikawa na nia safi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akitarajia ridha za Allah Subhanahu wa Ta'ala na malipo yake, sio kutafuta sifa ama kujionesha, bali nia yake ni kutafuta ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, adabu inatakikana kwa Muislamu siku ya Ijumaa al-ikhlas. Ikhlas ipatikane. Ikhlas ni nini? Al-ikhlas huwa asasu qabuli al-a'mali fala yaqbalu Allahu al-'amala illa idha kana khalisan liwajhi al-karim. Ikhlas ndiyo misingi ya kukubaliwa vitendo ama amal ama ibada. Bila ikhlas ibada haikubaliwi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali amali ikipatikana ikhlas, na ukifanya amal kwa kutafuta ridha yake, kwa kutafuta thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fi al-Qur'an al-Karim, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, nao hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kumtakasia dini. Ibada, ukimwabudu unaabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Ukisali unasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukisoma unasoma kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa sababu ya kutafuta sifa ya watu ama kutafuta watu waseme fulani ni mtu ya ibada, fulani ni muumini. Hapana, unafaa uweke katika nia yako imekuja bismiti ili utafute ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio adabu ya kwanza ya siku ya Ijumaa. Bali ibada yote inahitaji ikhlas, ya kufunga, ya kusoma, ya kutoa zaka, ya kufanya jambo lolote la kheri. Kabla ukatekeleza unajiuliza swali, nafanya kwa ajili ya nani? Hii ndio msingi ya kwanza. Adabu ya pili ya siku ya Ijumaa, al-ibtisal liljum'ati, kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Kabla ya kukuja msikitini unaoga, unajisafisha. Yustahabu lilmuslimi an yaghtasila qabla dhihab ila salati al-jum'ah. Ni sunna kwa Muislamu kuoga kabla ya kuelekea msikitini siku ya Ijumaa. Ni sunna. Al-ghuslu yudhiru an-nadhafata wa yuzilu ar-rawaih allati tu'dhi al-musallin. Kuoga huleta usafi na kuondoa harufu zinazoweza kuwaudhi waumini. Unaoga vizuri na unajiweka manukato vizuri ili waamini wasiudhike na jasho lako.
قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila aliyobaligha. Ni sunna muakkad kuoga siku ya Ijumaa, ujisafishe. Adabu ya tatu, at-tatayyub was-siwak, kujiweka manukato, kujitia manukato na kutumia miswaki kabla ya kuja msikitini, ili waamini wasigudhiki na harufu yako ambayo inatoka mdomoni ama mwilini. Muislamu anatakiwa afike misikitini akiwa msafi, mwenye harufu nzuri, ili asiwaudhi wengine katika sala. Adabu ya nne ya siku ya Ijumaa, lubs ahsan thiyabi, kuvaa nguo nzuri, kwa sababu siku ya Ijumaa ni sikukuu ya wiki. Unafaa ujirembe, ujitengeneze vizuri, uvae nguo yako nzuri, uvaa nguo bora. Ni sunna siku ya Ijumaa. Yustahabu lubs ajmal thiyabi yawm al-jum'a, ni sunna kila Muislamu kama anaweza kupata nguo nzuri, avae nguo safi nzuri, ili aonekane vizuri msikitini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapenda kuona athari ya neema, athari ya neema zake kwa mja wake, kwa namna alivyowaruhusu. Unavaa nguo bila kupita kuvuka mpaka, nguo ambayo inakutoa vizuri, inaonekana vizuri, kama ni kanzu nyeupe ama nguo yoyote vizuri ambayo inapendekeza. Adabu ya tano ya siku ya Ijumaa, at-tabkiru ila al-masjidi, kuwahi msikitini, kwenda mapema msikitini, kuingia msikitini mapema. Ni sunna kufika msikitini mapema kabla ya khutba, lakini sisi tunafanya kinyume. Tunakaa khatib akipanda mimbar ndio tunaanza kukuja. Sunna ni kuwahi na kukuja na kuingia msikitini mapema. Tusikilize hadithi hii. Hadithi ya Abu Hurairah fi Sahih al-Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: man igtasala yawm al-jum'ati ghusla al-janaba thumma raha فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, akiwa anatufahamisha at-tabkiru ila al-masjid, umuhimu ya kuwahi misikitini mapema siku ya Ijumaa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yote atakayeoga vizuri kikamilifu, kama kuoga janaba, haimaanishi kuna janaba, inamaanisha ajiweke tu usafi, aoge vizuri, kisha raha ay kharaja mubakkiran ila almasjid li salati aljum'ati, yani akienda mapema msikitini kwa ajili ya sala ya Ijumaa, atapata nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fakaannama qarraba badana,
kana kwamba ametoa ngamia sadaka. Utapata thawabu ukikuja mapema saa ya kwanza, unapata thawabu kana kwamba umetoa sadaka ngamia. Waman raha fi saati thania, na yule ambaye atakayekuja saa ya pili baada ya mtu ya kwanza, kana kwamba ametoa ng'ombe, sadaka ya ng'ombe. Hiyo ni saa ya pili. Saa ya tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, waman raha fi saati athalitha fakaannama qarraba kabshan aqrana, na yule ambaye anawahi ama anakuja saa ya tatu anapata ujra kama aliyetoa kondoo dume mwenye pembe, ambaye ana pembe, inamaanisha kondoo nzuri ambaye amenona kubwa. Hiyo ni imeingia msikitini siku ya Ijumaa saa ya tatu. Saa ya nne, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, waman raha fi saati rabi'ati fakaannama qarraba dajaja, yule ambaye anaingia msikitini saa ya nne kana kwamba ametoa kuku, anapata thawabu mwenye kutoa sadaka ya kuku. Yule ambaye atakayeingia saa ya tano atapata kana kwamba ametoa sadaka ya yai. Lakini tukiangalia, sikiliza, faidha kharaja al-imamu hadarat al-malaikatu yastami'una adh-dhikra, imamu anapopanda mimbar, malaika hufunga daftari ya kuandika majina ya wale wanaingia, nani ameingia saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu, saa ya nne mpaka saa ya tano, mpaka imamu apande. Imamu inapopanda mimbar, malaika hufunga daftari zao za kuandika majina ya waliohudhuria na waliowahi walioingia msikitini. Kisha uketi kusikiliza khutba, malaika wanafunga vitabu ya kuandika majina ya wale ambao wamekuja kabla ya imam kupanda mimbar. Je, every one of us, kila mtu ajiulize, tunaingia msikitini wakati khatibu amepanda mimbar ama kabla ya imam kupanda mimbar? Wengi wetu tunakuja khutba ikiendelea na daftari imeshafungwa. Kila Friday daftari ikipelekwa mbele ya Allah, majina yako hayaonekani. Unapata thawabu ya Ijumaa, lakini majina yako yanakosekana katika daftari ya malaika. Kwa hivyo ni nzuri Muislamu siku ya Ijumaa akuje msikitini mapema. Kutoa ngamia kila Friday ni ngumu, lakini ukiwahi saa ya kwanza kana kwamba umetoa ngamia sadaka. Kwa hivyo tufanye bidii ya kukuja kuwahi msikitini mapema, na adabu ya siku ya Ijumaa ni nyingi. Inshallah taala next week tutaendelea naye ili tujue kitu gani inaharibu sala yetu ama khutba yetu. Muislamu nafaa afanye nini khatiba kimanda mimbar. Inshallah taala tutazungumzia Mungu akitujalia next week. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha